Sasa kwa sababu tuna walioteuliwa wenye viti wa udhibiti ubora wameteuliwa hivi karibuni, leo tulikuwa na kazi kubwa ya kuwajengea uwezo. Kuwajengea uwezo kwa maana kwamba waweze kutambua udhibiti ubora ni nini, na vigezo vinavyotumika katika udhibiti ubora, nyanja za kuangalia katika udhibiti ubora, jinsi ya kuifanya kazi na kuandaa taarifa ambazo zitakuwa ni muhimu na za msaada kwa chuo kuweza kufanya maamuzi. Kikubwa tunachokihitaji ni kwamba ubora wa chuo uendelee kuimarika toka tulipo, lakini tuendelee kulenga juu zaidi ili shughuli zote tunazozifanya ziwe kwenye utafiti, ziwe katika mafunzo na hata mazao yetu tunayotoa ambao ni wanafunzi wanaofanikiwa kuhitimu chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo wawe na ubora mkubwa ambao umezidi viwango tulivyokuwa navyo. Kwa mantiki yetu ni kwamba tunalenga ubora ambao umetukuka, ambao kila siku tunahitaji ubora zaidi ya leo, ili mwisho wa siku chuo kiendelee kuwa chuo chenye kuigwa mfano, chuo chenye maendeleo yaliyotukuka, lakini chuo ambacho kinaendana na sera ya maendeleo ya taifa na kinachozingatia vigezo vya ubora ambavyo si vya hapa tu nchini, lakini pia ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, kusini mwa jangwa la Sahara, lakini na duniani kwa ujumla. Kwa kisa mojawapo mahitaji ni kupata ithibati ya mitaala, ithibati ya mafunzo muhimu yanayotokea, ithibati ya maabara zinazotumika kufundishia katika kiwango cha kidunia, kwa maana kwamba kinachotoka hapa SUA kinakuwa na ubora wa kidunia ambao unakubalika kila mahali. Kwa mafunzo yetu yalilenga kuwajengea ubora, kufahamu vigezo ni nini, kufahamu jinsi ya kutenda kazi, na mwisho wa siku waweze kusaidia chuo kufikia malengo yake ambayo ni kuwa chuo kinachoongoza duniani katika misingi ya ufundishaji, misingi ya utafiti, misingi ya kutoa ushauri wa kitaalamu. Kwa sababu ya upana wa chuo, ilionekana kwamba kila kitengo, walao tukianzia kwenye shule mbalimbali, yani schools, tuna college mbalimbali, hizi zote zina wasimamizi mbalimbali. Hawa wanaitwa wenye viti wa udhibiti ubora katika vitengo husika. Sasa hawa wanateuliwa kati ya wafanyakazi wa chuo ambao lazima wawe watu ambao wana uzoefu wa muda mrefu, wanakifahamu chuo, na huwa wanateuliwa katika vipindi vya miaka mitatu. Kwa hiyo ndani ya muda huu anapokuwepa katika uteuzi, kazi yake kubwa ni kusimamia ubora katika kitengo cha husika. Tunasimamia ubora katika misingi ya mafunzo na ufundishaji, tunasimamia ubora katika masuala ya utafiti na uvumbuzi, tunasimamia ubora katika masuala ya utoaji huduma na ushauri wa kitaalamu. Kwa ujumla tunasimamia ubora katika kila kitu ambacho kinafanyika Chuo Kikuu cha Sokoine cha kilimo.